toweka kwa kufa mmoja wa wanandoa, hiyo ni sababu ambayo hatuna namna ya kumwelekeza mtu aiepuke. Lakini sababu za talaka zinaweza zikaepukika. Sasa waliochagua hii anwani ndio nyinyi. Tunataka kutaja sababu zinazopelekea kuvunjika ndoa, au kama ilivyotajwa neno kwa neno, kutokudumu ndoa. Tumewahi kushuhudia baadhi ya ndoa wamefunga ndoa watu kama leo, baada ya siku 3 ya 4 ndoa ile imeisha, kwa maana mume ametoa talaka kumpa mkewe. Sasa sababu nyingi hizi tunaziita midani, ziko katika uwanja wa maisha yetu ya kila siku, na ni chache zina uwasili, lakini nyingi ni zile ambazo zimo katika maisha yetu ya kila siku. Hata wewe ukijaribu kufuatilia kwa nini hawa wameachana, unaweza kujua sababu. Hawa kwa nini wameachana, kuna sababu. Hawa kwa nini kuna talaka, unaweza ukazijumisha. Ziko nyingi, lakini kuna ambazo hizo kila penye talaka 10 hizo zinaweza ikawa 8 au 7, yani zinatokea sana. Tuanze na ndoa. Wengi wetu tumeoa na wengi wameolewa. Nini hivi maana ya ndoa? Wewe bwana mkishaoa, wewe maskhara hayo. Hapa siulizi, lakini kuna vyuma vine. Nini maana ya ndoa jamani? Nini maana ya ndoa? Kwa sababu ziko sababu nyingine za talaka au za kuvunjika ndoa zimewahi kutokea kutokana na mtu kuwa hajui maana ya kuoa. Nimewahi kuuliza katika moja ya vikao kama hivi, nikaambiwa ni makubaliano ya watu wawili. Maana yake hata Juma na Ali wakikubaliana itakuwa ndoa. Aisha na Fatima wakikubaliana itakuwa ndoa. Si watu wawili? Ala kulli, kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndoa ni makubaliano kati ya mwanamke na mwanamume, makubaliano ambayo yapo kisheria, na kwa makubaliano hayo unapatikana uhalali wa kila mmoja kuweza kutamatai kimwili na mwingine kwa mujibu wa sheria. Hii tunatoa, hakuna ndoa katika Uislamu za jinsia moja. Wanawake wawili hata wakikubaliana haiwi ndoa. Wanamume wawili hata wakikubaliana haiwi ndoa. Mwanadamu na paka haiwi ndoa. Mwanadamu na mbwa haiwi ndoa, na kadhalika na kadhalika. Sasa tujalie ndoa imepita. Ni sababu zipi zinazopelekea hizi ndoa kutodumu? Nasema ziko nyingi, lakini kama tungekuja kwa wakati tungezielezea angalau 10, 11 hivi. Ni swala za kuzieleza temani. Moja wapo ni hii, na ni sababu ambazo zinaweza kuepukika. Moja ya sababu za kufanya ndoa hazidumu ni kwamba hawa wana ndoa, mke na mume, huwa hawajui lengo la kuoana kwao, lengo sahihi. Kwa nini mtu ameoa au kwa nini amekubali kuolewa? Kutoelewa lengo sahihi la ndoa huja ikawa ni sababu ya hii ndoa kutodumu. So mwingine hana mpango wa kuoa, panatokea mnasaba katika familia, wanakutana wana familia, wanamwambia wewe Juma, makamu hao hujaoa, hata mwenzako yule mlimaliza wote shule amekishaoa na ana watoto wawili, wewe unakuwa hujaoa bwana, unatutia aibu bwana. Wanamharas, wanamtafutia mchumba, kesho kutwa anaoa. Huyu hakuwa na mpango wa kuoa kabisa, na wala halikuwa. Wale kama wangeweza angalau wangemuhamasisha
akajua faida ya ndoa na malengo ya ndoa ni haya, kwa nini usiwe nayo. Kwa hiyo anajikuta tu ashakuwa na mke, kitu ambacho hakikuwa katika raghba yake wala hakikuwa katika mipango yake. Amejikuta tu kama vile amenasa kwenye mtego fulani. Sasa akija gundua kwamba huku nilikupelekwa siko, hiyo ndoa inaondoka tu, hata kama hakuna sababu. Anaweza sababu akatengeza mwenyewe tu. Pengine tendo la kupokewa kwa bashasha likawanongwa. Wewe nini bwana unanifuatafuata? Si mume na kupokea. Kwenda zako hapa bwana. Lengo kubwa imeonekana kuwa kutojua sababu na lengo la kwa nini mtu anaoa au kwa nini anakubali kuolewa. Imeonekana kuwa ni sababu moja katika miongoni mwa sababu nyingi zinazopelekea ndoa kutodumu. Lakini anayeoa au anayekubali kuolewa akiwa anajua malengo ya ndoa katika Uislamu wake, malengo ya ndoa katika ngazi ya familia yake, malengo ya ndoa katika maisha yake, akiwa anajua, ndoa kama hii huwa inaenziwa, inalelewa vizuri, na mara nyingi biidhnillahi taala inakuwa ni ya kudumu. Sababu nyingine inayopelekea kutodumu ndoa ni kutoelewa wanandoa hawa, au mmoja wa hawa wanandoa haelewi haki za wanandoa. Anaoa lakini hajui haki zake zipi kwa mkewe ambazo anaweza kuzidai kwa mujibu wa sheria, na huyu mke pia hazijui haki zake kwa mumewe ni zipi ambazo anaweza kuzidai kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo kutojua hizi haki nayo huwa ni sababu ya kupelekea ndoa kutodumu. Kimsingi Allah tabaraka wa taala ameelezea uwepo wa haki kwa wanandoa. Mume ana haki zake juu ya mkewe na mke pia ana haki juu ya mumewe. Allah anasema walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf walirrijali alayhinna daraja. Walahunna, na wanazo hao wake. Walahunna, wanazo hao wake haki juu ya waume zao ambazo wanaweza kuzidai kwa mujibu wa sheria. Mithlu alladhi alayhinna, kama zile haki ambazo wanazo waume juu ya wake zao, bil ma'ruf, kwa mujibu wa sheria. Walirijali alayhinna daraja, na wanaume au waume wana daraja, wana ziada ya haki kwa wake. Kama ungezihesabu 1 2 3 4 5, pengine mkunge kuta 7, au 1 2 3 4 5 6 7, pengine mkunge kuja 9. Na sababu za ziada ziko wazi. Ni muume ndiye ambaye huwa anatoka mguu mosi mguu pili kwenda bishahodi alipo mke, ili apose na hatimaye aoe. Na akishakubalika huyo mke, akija huku kwa muume, anakuwa ni mgeni. Mwenyeji wake, mkuu wake wa kaya, mkuu wake wa mtaa ni huyu muumewe. Kwa hivyo sababu za kwa huyu ana haki zaidi ziko wazi, lakini ziko nyingine ambazo Allah tabaraka wa taala amezitaja, ikiwa ni pamoja na kwamba wao ndio wenye dhima ya kugharimia maisha ya wanandoa. Ndoa ikishathibiti, imefungika, imesihi, kuanzia pale huyu mke chakula chake cha kila siku, mavazi yake ya kila baada ya kipindi fulani, na makazi yake na malazi yake, vyote hivi vitagharimiwa na muume, na sio takrima bali ni wajibu. Sio takrima, isifikie siku jana ulifanya kaya,
jana ulivyo hivi, ulikuja hivi, ulikuja mkondefu, sasa unaonekana umeshanenepa, unafanya. Hapana, ni haki yake. Anakula haki yake, anavaa haki yake, anakaa kwenye makazi, ni haki zake. Sio unamkirimu. Kumkirimu labda ufanye jingine, umpe pesa hizi kawape wazee huko watumie, hizi mpeleke shangazi ajiuguze, hiyo sana. Lakini ile kumlisha yeye akiwa mkeo sio takirima kwako, ni haki yake kwa mujibu wa sheria. Hata kama wewe lofa wa kutupwa na yule milionea anaitikisa, utajiri wake ni wake mwenyewe na wewe ulofa wako ni wako mwenyewe. Pambana ili umlishe, umvike, umpe mahala pa kuishi. Kama ataamua kwa khiari yake, kwa ihsani yake, kwa utu wake kukusaidia baadhi ya majukumu, basi huo ni utu wake. Lakini huwezi kutoka akakwambia mbona unaondoka bwana, hakuna hiki wa hiki, kwani una shida hela bwana? Sina shida, lakini zangu mwenyewe. Lakini wewe ukiwa mume una jukumu lako. Sasa hii kutojua haki za wanandoa, mke hajui haki zake, mume hajui haki zake, tumebaini kwamba ni moja katika vile ambavyo vimechangia sana kubomoa ndoa, zikawa hizo ndoa hazidumu. Sababu namba ngapi hiyo? Unaweza ukaipa namba 2 au ukasema ni ya pili. Sababu nyingine ni kukosea katika kuchagua huyo unayetaraji kumuoa au unayekubali kuwa muumeo. Swala la kukosea kuchagua nalo lina mchango mkubwa katika kufanya ndoa zisidumu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameweka vivutio vinavyomfanya mtu ahamasike, kwa nini namuoa huyu na kwa nini nakubali kuolewa na huyu. Akiwa na papara mmoja wa wanandoa akaingia katika taasisi ya ndoa bila kuvizingatia hivyo, inawezekana kesho yake tu akabaini kumbe iko hivi, ukajikuta hiyo ndoa nayo inaondoka mara moja. Kwa upande wa vivutio vya mwanamke, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema tunkahul mar'atu li 4. Mwanamke huwa anaolewa kwa hivi vivutio 4. Hupatikana vyote au baadhi yake, lakini hivi unaweza kumwambia mtu kwa nini umeoa yule, akwambia ni kwa sababu hii. Kwa nini umevutika kumuoa fulani? Ni kwa sababu hii. Kwa nini? Hivi 4. Akataja uzuri wa sura na muonekano, akataja kuwa na ukoo uliostaarabika unaoeleweka, akataja vile vile mali, pengine mashallah hali yake si mbaya, unaweza ukaondoka mambo yakaenda ukarudi akakwambia tu bwana hapa una deni la 200,000, ulichokiacha kiliisha, nilitoa pesa zangu hizi kujilisha nikiwa mkeo na kuwalisha watoto. Lakini kubwa lao ni dini. Akataja walidiniha, na dini yake. Sasa kwenye dini akapigilia msumari wa kusisitiza na kung'ang'aniza, akasema fadhfar bidhati dini, mtafute kwa juhudi kubwa kabisa kupindukia, taribat yadaka. Na katika tamko jingine taribat yaminuk, mkono wako utabarikiwa. Wako wengine wanatafsiri kinyume chake, kama hutaangalia makini basi mkono wako utakuwa ni wa kupekua chini tu, fakiri, unaokota kokoto si vitu gani. Tafsiri ni nyingi, lakini target hapa ni kwamba katika mambo mani, uzuri, umaarufu na umashuhuri wa ukoo, kuwa na mali ni vivutio vya mwanamke, lakini msisitizo mkubwa
ni kwenye dini. Walidiniha. Asa kwenye dini watu hupotea, anaoa mwanamke hana dini. Ukimuuliza vipi, huyu unamjua lakini baba yake ni shekhi fulani. Ina maana unamuoa mkweo, baba mkwe? Mtume sasa anasema ni dini yake, fadhfar bi dhati dini. Hajasema muoe binti wa mtu mwenye dhati dini. Yeye mwenyewe binti ana dini. Sio Muislamu tu, ana dini. Unaweza kuwa Muislamu lakini huna dini. Dini kama usajili tu, umejisajili mahala, umejisajili tu katika eneo, lakini huna chochote ambacho unaweza kueti. Sasa la msingi sio kuwa Muislamu, lakini la msingi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema fadhfar bidhati dini, mtafute kwa bidii zote mwenye dini. Oa binti mwenye dini, hata kama gongo linauzwa nyumbani mwao. Na usimuoe binti wa shekhe kama muhuni, hata kama darsa inafanywa barazani kwao. Utataabika, na kama wewe una dini, siku 2-3 hiyo ndoa itakutokea puani. Bali maustazi wa pembeni hata wakimwaza sema, mimi kama shekhe, baba yangu shekhe, hao unawaona wote wamesomeshwa na baba, unataka kunambia nini? Unajipia gani? Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasisitiza fadhfar bidhati dini, mtafute kwa bidii zote mwenye dini. Sasa moja ya sababu zinazopelekea ndoa kuwa hazidumu, huwa wanandoa hawa wanakosea kuchagua. Suul ikhtiyar, uchaguzi. Kwa sababu na kwa upande wa mwanamke tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha atakum, atapokujieni, man, mtu ambaye tardaunahu, mnamridhia, khuluqan wa dina, tabia zake na dini yake iko vizuri, fazawiju, muozesheni mke. Kubali kuolewa na mwanamume wa aina hiyo, ana akhlaqi nzuri na ana dini nzuri. Sasa utakuta mtu anakuletea malalamiko, bwana mimi mume wangu ananitelekeza, anafanya hivi, ashaoa mke mwingine huko, mambo yote yanaishia huko, mimi hata kata kunijua, nikimwambia basi njoo tuyatengeneze maneno, anasamia anabii mtu bwana sitaki. Unataka kuniambia kitu gani? Unajipia gani wewe? Unajua nini? Hana akhlaqi na wala hana dini. Kwa hivyo ukijipeleka kichwa kuolewa, ukakubali kuolewa na mtu yoyote, hata kama hana akhlaq, hata kama hana dini, ujue hiyo ndoa ni bando la simu la muda mfupi. Kifurushi hicho kitamalizika, inawezekana ndani ya wiki, kwa bahati yako ndani ya mwezi, iko bahati yako, nitegemea. Usishangae hiyo ndoa ikamalizika muda mfupi kwa sababu una mtu si mwenye dini. Wako wanawake udai talaka, mtu kapindwa na ngiri, kafanya operation, kaambia ukae miezi 6 utulie, usipande kitanda kikubwa. Mimi siwezi, miezi 6 yote hiyo mimi siwezi, nitakaaje? Dhati din hawezi kusema maneno hayo. Lakini huyu mbogira anasema hawezi kustahamili miezi 6 mpaka mishono ikae sawa, atakaa kushonoe kwa hiyo wake tu. Dhati dini hafiki huko, mwenye akhlaqi na nini hafiki huko. Kwa hiyo hii tumeibaini katika kadhia nyingi ambazo zinatufikia akina sisi za matatizo ya uvunjikaji wa ndoa. Hili nalo la kutochagua vizuri. Unamuuliza kabisa, huyo mume anakufanyia visa kiasi hicho, mshakaa kikao na familia, mkaweza kujasema yeye amesema hata kikao na mtu yote, hata kishekhe, hata kiustazi. Sasa huyo mshenzi, umeolewa na mshenzi, matokeo ndio hayo. Lazima bado umeolewa na mtu mshenzi, hana akhlaqi,
Au siku ulimuhame alikuwa anamuona anaswali swali. Kuswali sio dini. Kusali tu sio dini. Yaani sio dini kwa maadamu anaswali. Wako watu wanaswali na hawana akhlaki njema, hawana tabia njema. Si wanawake, si wanamume. Mtu anaswali na mwalama mkubwa anao hapa, lakini huko nyumbani kwake anavyoendesha mchaka unaweza kustaghfiru. Sasa huyu Muislamu gani huyu? Asomogopa Mwenyezi Mungu. Kusali. Wengine usalia mazoea. Wengine usalia mazoea kama uraibu fulani vile. Lakini tuchoambiwa hapa, akikujieni ambaye mnamridhia. Angalia maneno, tardawnahu. Ili umridhie maana yake umemjadili nafsini mwako. Lakini mnakutana mahala tu pengine, mmekutana kwenye ijtimai mahala, mkazoana siku hiyo. Vipi? Jimbo hili liko wazi, haina shida. Ndio lugha yao. Jimbo liko wazi, maana yake hana mume. Sasa wewe ukija Dar es Salaam muone fulani yuko juu huyo, na huyu mwenyewe mume kama ana mke mwingine inakuwa ndio juu kwa juu. Jitimai hazishi, naenda kwa jitimai, kumbe ndio anakwenda Samia huko. Muongo anakuwa muongo, si mwazi. Na kwa kuwa huyu ni mtu wa dini, anajua kweli pengine jitimai kweli, mpaka inakuja julikana miaka kadhaa. Lakini dhati dini kuwa mwazi. Mimi kwa nilivyo, wivu wangu, bwana, kama ushaoa mke mwingine kaa na mkeo. Mimi siwezi. Najua dini iko hivyo, lakini siwezi kujidhibiti. Nitamchukia huyo mdada mwenzangu bure. Lakini mtu unaoa hajui huyo wala yule, sio lazima. Lakini tatizo ndio lishatengezeka hapa. Iko siku wataumwa kule, itabidi upige kambi. Aina za uongo umemaliza, jitimai zote, hao waliokwenda wazee washarudi, wewe hujarudi. Inakuja julikana baadaye, wanakuja mwambia wenzake, anachachamaa. Tumebaini hili nalo linapelekea ndoa kutodumu. Nini? Kutoweza kuchagua vizuri. Kabla ya mke hata miaka 100, kabla ya kuolewa hata miaka 91, lakini hakikisha unamchagua mke kwa vigezo vya dini. Hakuna aliyesalimika 100%. Lakini hakikisha umepembua, utuambie kabisa, mimi nimejitahidi, binti mashaallah, muonekano wake nilivyoambiwa na kadha. Ikija tukia bahati mbaya huko, tatizo jingine. Lakini kwani ulivyoambiwa anaswali? Kusali kwa kweli hasali, lakini baba yake ndio shekhe wa kata pale. Wewe huoi baba yake, unamuoa huyu, na ndio akasema fadhfar bidhati dini. Kwani Safia binti Huyai mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baba yake Muislamu? Abadan, Myahudi mchenzi. Lakini mama